nguvu yao wakati walikuwa kwa strike. Hata sisi tuliporudi kazi mwezi wa 12 Januari tukalipwa ile marupurupu ya nursing service allowance, na ni moja ya makaunti yenye wanalipa haraka sana. Tuliweza kuzungumza na gavana wetu na akatuambia ya kwamba shida moja tu ni kwamba SRC hawajawahi kukubali kuandika ile no objection letter, na watakapoandika tu no objection letter na Council of Governors wakisign, CBA yetu county ya Elgeyo Marakwet iko tayari kutulipa pesa zetu zenye tunahitaji. Na kwa hiyo CBA yetu hatuhitaji pesa peke yake, lakini kuna vitu yenye tunahitaji ya kazi, ya hali ya kazi, instruments ya kazi, vile tunaweza kufanya kazi kama wauguzi ndio tuweze kufanya wagonjwa waweze kupata huduma mzuri. Na kwa county ya Elgeyo Marakwet tuko idadi ya 386, na wakati huu tumesema ya kwamba wakae nyumbani na mpaka siku ile SRC wataandika no objection letter na CBA yetu isainiwe na ipelekwe kwa kotini. Ikisha sainiwa na ipelekwe kotini, then implementation ianze. Pengine kufikia sasa hali ikoje katika hospitali hii ya rufaa ya Iten? Hali ya hospitali hii sasa, hakuna wagonjwa na wauguzi wote wameenda nyumbani. Hakuna muuguzi yeyote yenyako kwa kazi, na hali ni mbaya sana kwa sababu watu wetu wengi wameumia na waweze watapata huduma ya afya. Hebu tueleze, tunasikia kwamba mnapanga kongamano kubwa ya wauguzi kutoka kaunti 8 mpaka hadi Bungoma huko. Nia yenu na lengo lenu siku hiyo ni ipi? Nia yetu ni kuonyesha watu wa Kenya na watu wa Uasin Gishu na watu wa management ya MTRH ya kwamba wauguzi ni wa maana sana, na wauguzi ndio hospitali. Ukienda hospitali kuu ya Moi Teaching and Referral Hospital, wauguzi wote wamekoma, na wiki uliopita waliweza kupikwa tear gas na wakadhulumiwa kabisa. Na CBA yao ilisainiwa, implementation ndio chakua. So tunataka tuonyeshe watu wa dunia ya kwamba tuko pamoja na tutakaa pamoja na wauguzi wa MTRH mpaka siku ile implementation ya CBA yao itakuwa tayari. Okay. Naam, Salim, hayo tu ndio tunayokumbana nayo katika hospitali hizi za umma, hasa katika eneo hili la Elgeyo Marakwet. Na unavyosikia ni kwamba wamehapa kwamba katu hawataweza kurejea katika hospitali kufanya kazi yao mpaka pale serikali itakapofanya ile ambalo wanafaa wafanye, wapewe pesa zao, ndipo waweze kurudi katika hospitali waweze kuendelea na kazi zao. Kutoka kwangu Salim, sina la ziada, narudi kwako studio. Naam, asante sana Wanyama. Bila shaka ni hali ya kusikitisha hapo mtazamaji. Hospitali za umma zimebakia mahame, hakuna wauguzi ambao wanawasaidia Wakenya ambao wanakwenda kutafuta huduma za matibabu kutokana na mgomo unaoingia karibu siku ya 30 na kitu hivi tangu ulipoanza mgomo huo wa wauguzi. Na wengi wanashangaa kwa nini pande zote zimesalia kimya licha ya kwamba swala hili linawagusa wengi. Na labda ningependa tu kupata hisia za wageni wangu ambao tuko nao hapa studioni. Tunazungumza na Mheshimiwa Kimani Ngunjiri, mbunge wa eneo bunge la Bahati katika kaunti ya Nakuru, lakini pia tunazungumza naye Brian Mtim, mtaalamu na mchambuzi wa siku nyingi wa masuala ya kisiasa. Labda tu nianze naye Mheshimiwa Ngunjiri, ukiwa unatoka katika kambi ya serikali, hatujamsikia rais akigusia swala hili licha ya kwamba ni swala kubwa linalowagusa Wakenya wa kawaida. Nafikiri ya kwanza ningetaka kupeana pole kwa yale yamefanyika kwa mambo ya madaktari. Sio jambo zuri na sio jambo ambaye tungetarajia iendelee namna hiyo, kwa sababu mambo ya utibabu ni kitu ya muhimu sana, kwa sababu uchungu ya mwili na kupoteza watu sio kitu ya kawaida. Lakini ningetaka watu waelewe, hiyo swali umeniuliza kwa nini rais hajazungumza mambo haya. Ningetaka tujue tuna katiba na tuna constitution mpya na tuna devolution. Ikiwa kila kitu ikitokea, hata kama ni account, rais anakimbia kuongea, that is dictatorship. Kwa sababu katiba inaelezea mzuri sana. Watu ya kwanza wangeongea ni magovernors, watoe msimamo yao na mwelekeo yao. Lakini rais akiingia wataanza kupiga yeye, wakisema rais ameanza kuingilia mambo ya nini, mambo ya counties. Kwa hivyo na the last time alinyamaza mpaka alipofika akaona shida zao, aliweza kutoa maneno yake ambaye alisema kitu ya muhimu. Sala Chesalem, ile mambo iko katikati ya hii mambo. Nataka wananchi waelewe mzuri na tusiweke siasa kwa hii mambo. Jambo moja la muhimu ni kuweza kuelewa. Tuliweka institution mingi, tukaweka commissions nyingi, na kila commission ni independent. Sasa hii mambo ya independent ukiingilia wewe ukiwa rais, nataka watu waelewe rais mamlaka yake yote imeenda. Sasa Sala Chesalem, na tunakubali hata sisi tumekuwa kwa bunge, we must balance.
Ni kweli kuna watu wanapata mishahara kubwa kuliko wale wengine. Hii mishahara wakati tuliweka tume hiyo iliwekwa ili iweze kusawasanisha mishahara na kila mtu apate haki yake. Rais amefanya kazi yake, pesa zimeenda ziko kwa county government. Barabara. Sasa Mutie, wewe kwa mtazamo wako, manake Mheshimiwa Ngunjiri anasema kwamba swala la afya ni swala ambalo limegatuliwa na rais hapaswi kuingilia kila swala ambalo linatokea katika ngazi za serikali ya ugatuzi. Lakini mimi kwa mtazamo wangu nahisi kwamba rais ni kiunganishi, ni kiungo ambacho kinaunganisha taifa, na panapotokea tatizo kubwa kama hili ana jukumu na dhima ya kuingia na kujaribu kuwa hata mpatanishi. So daktari, nakubaliana na wewe kwamba rais ana majukumu pia kuingilia kati, haswa wakati migogoro imesonga kiasi ya kwamba inaonekana ya kwamba haitapata suluhu. Na ni vema tukumbuka kwamba vile Mheshimiwa Ngunjiri amesema ama amesimulia ni kwamba kuna yale masuala ambayo tunayaita ugamvi wa mamlaka, ambayo kwa kimombo tunaita doctrine of separation of power, ambayo imeipa vitengo kama hivi majukumu ya kujadilia masuala na kushughulikia kivyao bila pasipo kuingiliwa na vitengo vingine. Na ukiangalia ili swala la masuala ya mishahara, ni vizuri tukumbuke kwamba kuna lile tume la Sarasarema ambalo kwa yale majukumu ya kushughulikia masuala ya mishahara na kadhalika. Na ikiwa rais atakuwa kila wakati panapopigwa duru pale yukimbia pale, basi atakuwa anafanya kazi ya wale wengine ambao wametikwa yale majukumu kikatiba. Lakini mambo yakisindikana sana, rais ana jukumu ya kuwatuma wajumbe ama wawakilishi waenda wakamwakilisha katika masuala ya kuchangiana ama kuangalia vile watapata suluhu. Kwa hivyo labda bado ikiwa mambo yatasindikana sana, bado rais huenda pia atatuma wale wajumbe wake wakamwakilisha, lakini kwa sasa amezipa vile vitengo nafasi huru ya kufanya kazi pasipo kuonekana kama vinaingiliwa. Kwa hiyo pengine kimtazamo wako Mheshimiwa Ngunjiri, nini hasa kifanyike kwa ajili ya kutatua mgogoro huu moja kwa moja na kuzika tatizo hili katika kaburi la sahau? Ya kwanza ningesema kuna ile kujivuta, kukosa kuchukua mambo kwa kiasi ya kusema hatutaki mambo haya yafanyike tena, kwa sababu yalikuweko. Ni kwa nini tungoje mpaka tena ifanyike mara ya pili na madaktari waanze kutokea kwa mambo haya? Kwa hivyo ningesema kuna mambo ambayo haijafanyika, na hiyo kwa sababu rais pia ana nguvu zake. Nafikiri baadaye atakuja kutokea kama vile mwenzangu ndugu yangu amesema hapa. Ndugu yangu hata hapa kwa station hii mambo ya hapa kindani hapa haiwezi kuwa anasema mpaka mashaji yakuja sasa aanze kuingilia. It gives you time. There is management. Mnakaa kama management, mnazungumza, mnajadiliana. You only come as a director baada ama chairman baada ya kujua mambo imeshindika. I think that's what the president is doing. Lakini it's unfortunate kwa sababu tuko kwa mzimu wa siasa. Mzimu ya siasa wengi wangetaka kuchukua advantage ya hayo mambo. Lakini ningeomba tusiingie na tusiingize mambo ya siasa. Tusukume pande zote. Tukiwa pande ya Jubilee, tukiwa pande ya ODM, tukiwa pande yote ya siasa, tusukume sana serem kumaliza haya mambo na counties ziweze kumaliza mambo. Na ujue counties pia zinaenda kwa uchaguzi. This is one of the marks. Kama wewe umekuwa kama governor and up now uja sort out na ujapanga mambo ya kulipa watu yako na umenyamaza. Then when you are coming to look for the votes, it will also be a problem. Mutie, kuna dhana kwamba serikali kuu inajiweka kando, inajivua jukumu hili ili kujaribu labda kuchora taswira ya kwamba serikali za kaunti zimefeli kushikilia majukumu yao na kutekeleza barabara. Unadhani kuna ukweli wote kwenye madai haya? Sidhani kama ni kweli, manake ukiangalia katika kipengee cha 187 kinazipa hizi serikali mbili ule ushirikiano mwema kuhakikisha kwamba masuala ya ugatuzi yamefanyika vizuri. Na ikiwa serikali kuu itakuwa kazi yake ni kuisurutisha serikali ndogo ama serikali za ugatuzi, basi haitakuwa nia njema kulingana na katiba vile inavyosema katika kipengee hicho. Kumbuka ya kwamba katiba imeipa serikali kubwa kuipa uwezo hizo serikali ndogo kwa njia ambayo pia ni kupitia masuala ya fedha, masuala ya policy ama kisheria na masuala mengine. Lakini ikiwa zile vitengo mbili ama zile serikali mbili zitaonekana kama zafanya kazi kwa njia ya mvurutano, basi ile nia ama ile wazo ya ugatuzi itakuwa imepigwa chini. Lakini cha muhimu ni kwamba tukumbuke kwamba
ni vizuri tuone njia ya kuzipa zile serikali ndogo ama zile serikali za ukatuzi nguvu kiasi ya kwamba zinaweza kutatua matatizo yao na zinaweza kujisimamia zenyewe bila kuingililiwa. Na ni vizuri tukumbuke kwamba ikiwa tulitenga kiwango kiasi kupitia kupitia kwa treasury, tukasema ya kwamba hizi ndizo hela ambazo zitakuwa zinaenda katika serikali kuu, tuangalie vile tutapanua kile kiwango cha zile hela ndipo serikali za county ziweze kujisimamia zenyewe. Na naarifiwa kwamba tayari maandamano yanaendelea katika mji wa Kisumu. Wauguzi wametoka barabarani kuelezea ghadhabu zao. Tupate kusikiza wanazungumzia nini. No CBA! I am the treasurer, Kisumu County Nurses Union, and I am here with the nurses, and we are saying we are not going back to work until our CBA is signed. We have witnessed other CBAs being signed. What is so special about the nurses CBA that cannot be signed? So we are saying, let them sign the CBA. Even this afternoon, after signing, we shall go back on duty. Nothing more. We cannot take anything more. Mtazamaji, bila shaka hizo ni picha za moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisumu ambapo wauguzi wanaendelea na mgomo wao na vile vile wamejitokeza barabarani kuandamana. Kama ulivyosikia, wanasema kama huo mkataba wa maelewano utasainiwa hata dhuhuri hii, basi wao watakuwa wako tayari kuingia na kurudi kazini kutoa huduma zao. Bila shaka mwandishi wetu Laura Otieno anaendelea kufuatilia kwa karibu. Tukipata fursa tutarudi kwake aweze kutueleza mawili matatu, lakini turudi hapa studioni na kuna hili swala ambalo limejitokeza. Habari za hivi punde kabisa, Rais Uhuru Kenyatta hatoshiriki katika mdahalo wa wagombea urais kutokana na kile ambacho kinadaiwa na chama cha Jubilee kuwa ni ukosefu wa mawasiliano, ukosefu wa mashauriano kati ya pande zinazohusika. Labda Brian, kauli yako kuhusiana na hilo. Naam, na nafikiri hilo ni pigo kubwa kwa Wakenya wote ambao walikuwa wameweka masikio kungoja ni yapi atakayojiri kutokana na huo mdahalo. Lakini ikumbuke kwamba pia rais ana majukumu ambayo anayoyaendeleza kama kinara wa serikali ama kinara wa nchi. Na ikiwa yeye mwenyewe ama yeye ndiye ametoa hiyo kauli kwamba hakuhusishwa ama kulikuwa na ukosefu wa kuhusishwa katika majadiliano hayo, nafikiri yeye kama binadamu anayo ile ruksa ya kujieleza na kusema wazi kwamba haya ndiyo matatizo ama hiki ndicho kiini cha sababu zangu kujiondoa katika hiki kinyang'anyiro ama huu mdahalo. Lakini pia ikumbuke kwamba Wakenya walikuwa wanatarajia mengi kutoka kwa rais mwenyewe, hasa kuelezea masuala mbalimbali kulingana na utendakazi wa serikali yake, hasa masuala ya utendakazi kuhusu mambo ya ufisadi pia ambayo yanakisiwa kuwa ndani ya serikali yake. Pia angekuwa na ruksa nzuri ya kuelezea Wakenya hazimio lake kama rais mtarajiwa ikiwa atapigiwa kura tarehe 8 mwezi wa 8. Na kwa hivyo hiyo ilikuwa ruksa kubwa sana kumsikiza yule rais wetu akiwaelezea Wakenya ni yapi ambao watakayotarajia ikiwa atachaguliwa tena, na pia angewaelezea Wakenya ni hatua gani yeye serikali yake imeweza kupiga. Na hapo pia angeweza kuwa na nafasi pia ya kuwapiku wale wenzake aswa katika masuala ya mdahalo, manake tumjua kama msemaji bora aswa tunapoingia katika masuala ya kujieleza yeye kama binadamu. Kwa hivyo kwangu mimi kama Brian naona ni kwamba nipigo kwamba, kwa sababu pia mimi nilikuwa na matarajio yangu, kulikuwa na yale pia nilikuwa na ngoja niyasikie kutoka kwake, na ikiwa hatapatikana ama sitayasikia kutoka kwa kinywa chake, basi kwangu nitakuwa naona hapo ni kama mambo yataenda vizuri. Barabara. Mheshimiwa Ngunjiri, wengi walikuwa wanatarajia kwamba mdahalo huo uwe ni wavuta ni kuvute, uwe ni mdahalo ambao utasababisha cheche za kisiasa kutokana na mambo mengi ambayo yanaendelea kufinyanga uchaguzi mkuu na kampeni za uchaguzi. Sasa chama cha Jubilee kupitia naibu mwenyekiti Bwana Murathe kinasema kwamba rais hatoshiriki. Wewe kama mwana Jubilee umevunjwa moyo na taarifa hiyo? Kwa kweli mimi leo nimeitaja pahali fulani, hata kama haijakuja nilikuwa nimetoa maoni yangu,
na pengine hata nilikuwa nimesemezana na rafiki yangu hapa, nimemwambia maoni yangu kama hiyo kipindi itakuja mnafikiriaje. Ya kwanza, sijaona hiyo posting ya ama 411 ya Murathe. Actually because nimekuwa very busy, nimeingia hapa saa hii, simu yangu ilikuwa nimefunga. Sijaona, lakini msimamo wangu ulikuweko tangu mbele, na msimamo wangu ulikuwa ni hii: yale mambo tunasema wangejadiliana pale. Ninataka kusema rais amezungumza mambo haya usiku na mchana, amezunguka Kenya mzima akisema jambo hili nimefanya hivi, by constituency, by county, amesema nimefanya hivi, nimesema hivi. Aliposti mambo yake yote, akarudi akasunguka, akifungua kazi yake, akizungumza. Mpaka sasa anafanya the same thing. Lakini ile kitu nilikuwa na maoni yangu, tuna candidate wengi, sijui ni wanane, 8 candidates. Sijajua mzuri mpangilio ilikuwa nini, kwa sababu ya kwanza kulikuwa na media ilikuwa imesema rais atakutana na Raila Odinga, kwa sababu yeye ndio yuko kwa NASA ama kwa ODM, inaonekana. That was the media. I had something like that. Lakini hata kama ni mimi Uhuru Muigai Kenyatta, and also where I was in the morning in the media, I said that pahali nimefika, kama ninajua mtu nakuja kubishana naye hana value kwa mimi, I will not be coming in that media. Because of this, the 80 people now unaenda kuweka hapo, these people have not even entered, they have not done campaign, they have not sold their manifesto. Mheshimiwa Bujiri, nadhani lengo na shabaha ya kuwa na mjadala kama huo sio kuleta mabishano kati ya Rais Kenyatta na labda Mheshimiwa Odinga au na wagombea wengine. Ni kwa hao wagombea kupitia utaratibu fulani. Manake huwezi kufananisha pengine mdahalo wa wagombea urais na kampeni zinavyofanyika. Kuna utaratibu fulani unaotumika kwa ajili ya kuendesha mdahalo kama huo. Ni kuwaeleza Wakenya kupitia utaratibu fulani. Huoni kama kwa Rais Kenyatta ni kupoteza mtazamo wa siasa? Tuliona ya county ya hapa Nairobi, they were in the media, they were brought that way. Uliweza kuona ile mabishano na matusi ambayo ilitokea. Kwa nini mimi niende pahali ya kuharibu roho yangu na nina time ya kufanya siasa yangu za campaign na kuuza sera zangu? I think also media should also be careful. Hii mambo mnatuletea, mkileta kitu mnaleta watu yote ndani kama sasa, kama puppies ya unapiganisha hawa, wanaanza kukulana bila kujua sababu ni nini. It needs a proper consultation, as the president was saying. Si kupangiwa tukuje tuingizwe kwa gari moja tuanze kuanza mabishano ambayo haina njia. Kama kuna mpangilio mzuri, I'm sure the president will have time. So but he has a lot of time now. The time is very short for him. He is going on the ground na ile mambo anazungumza the same things. Lakini mimi ningeonelea maoni yangu, farasi ambaye zinakimbizana inaonekana ni mbili. Kama ungesema sasa ni mambo ya ODM ama NASA, wakuja na deputy yake, ama president naye akuja na deputy yake, yani hiyo ni uhaki, hiyo ndio ile watu tunaona wako. Lakini mheshimiwa, wewe kama mbunge unakubaliana kwamba hata kama pengine kuna hiyo dhana kwamba kuna baadhi ya wagombea pengine hawawezi kuwa na nafasi pengine kubwa, na ni dhana ambayo pengine hata wagombea wenyewe wanapinga, lakini kuna haki ya kikatiba ya kila mgombea kujieleza na kuuza sera zake? Sikatani na hiyo ndugu yangu, lakini mimi nasema kwa ufupi, wako wapi? Umewaona wapi? They only making their CV. Ndio wakienda Ulaya waseme they were buying for the president, ili wakiomba NGO ama kitu fulani wapo na wazungu. They just making a CV. But there is nothing they have sold to the Kenyans. Pengine Salim nikubalishe niweze kuingililia kati. Endelea. Mpangilio kama huu ama mdahalo kama huu unampa kila mgombea kiti ruksa ama nafasi ya kujieleza kwa pamoja, na pale huwa kuna nafasi ya kuingiliana, kujibishana, na pia kusua matatizo, kutoa masuala ambayo yanajadiliwa kuhusu nchi yetu ya Kenya. Na ikiwa wanajumuishwa kwa pamoja, itakuwa ni tofauti sana na zile kampeni tunazoziona kwenye matelevisheni. Kwa mfano, saa hizi tunapotupia macho kwenye televisheni zetu, wale tunaowaona wakitoa sera zao ama wakieleza sera zao ni labda Rais Uhuru Kenyatta na labda NASA. Lakini ukiangalia wale wengine wamepigwa ile kwa kimombo wanaweza kuita media blackout. Hamna wakati tunasikia ama tunaona bwana Habdida yuko pale akifanya sera zake, tunaona wale Ekuro pia yuko pale, atuone Nyaga pia akifanya kazi yake ama akieleza sera zake kwenye kampeni, sababu labda vyombo vya habari vimechagua kuwamulika hawa wawili. Kwa hivyo
ule mdahalo utakuwa nafasi nzuri sana ya kuwaleta pamoja, tuweze kuwasikia ni yapi wanayo kwa nchi yetu ya Kenya, na pia tuweze kusikia hisia zikitolewa pale. Na ni vyema pia ikumbuke kwamba mdahalo kama huu ufanyike Kenya mara ya kwanza, ulifanyika pale awali mwaka 2013 na pia ulifanyika kwingine nchini sehemu zingine kote duniani. Kwa hivyo itakuwa ni wazo nzuri kwangu kwanza kumuhimiza Rais Kenyatta aweze kubatili lile ule msimamo wake, aweze kubadilisha ama aweze kukuwa na ile kwa kimombo tunaita about turn, kama ni kweli kwamba hataweza kuhudhuria. Kwa hiyo kwa kimtazamo wako unahisi kwamba pana umuhimu mkubwa wa Rais Kenyatta kuhudhuria? Kutakuwa na pengo kivyangu. Lakini ningetaka kujibu hiyo kwa kusema ningetaka kudefend media. Kwa sababu media kazi yake ni kuuza story na kuletea wananchi wa Kenya waonesha balancing and the way forward. Na ningetaka nijue wameita media wapi, ama wamekuwa na rally wapi, ama wamekuwa na mkutano wapi. Wakaita media ikakataa kufanya nini? Media ikakataa kukuja. So we should not blame the media, because the media also goes where there is value. Hebu uniambie kama media ingesikia hapa chini kuna mtu kwa mfano sidhani kama anazungumza ama mkutano fulani kidemokrasia vyombo vya habari vinayo nafasi ya kuleta, lakini kawatafuta kwa nyumba kwa maofisi kawatafute. I'm sure if the media is called even the office by then itakuja ndio na itasikiza mambo ya the media will be very much interested. Nataka tupumzike kidogo. Ndio, nataka tupumzike kidogo. Natakapokuwa tunarudi labda tutakuwa tunajaribu kumtafuta mwandishi wetu Hassan Mugambi, tutakuwa tunajaribu kumtafuta kuona kama anapatikana kuangalia swala zima la usalama na uchaguzi. Lakini kwa sasa mtazamaji, usiende mbali, tunapumzika kidogo. Tutakaporudi Citizen Extra awamu ya Kiswahili itakuwa inaendelea.